Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Nakukaribisha tuangalie kifo cha Yesu. Ni nini hasa kifo cha Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana huwa wanafikiria kwamba kifo cha Yesu kilikuwa labda ni kushindwa. Wengine wanadhani kwamba kifo cha Yesu ilitokea tu ni bahati mbaya, na wengine hufikiria kwamba kifo cha Yesu ni kosa la wanadamu. Lakini hebu tuangalie neno la Mungu linasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kutoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Yesu anasema kwamba hakuna mtu aniondoleaye huo uhai, bali mimi ndiye ninayotoa mwenyewe. Maana yake yeye mwenyewe ndiye aliyeupenda kutoa. Maana yake hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumuondolea ila kwa kupenda kwake yeye mwenyewe. Na anasema kwamba nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Yaani ana uwezo wa kuutoa uhai wake, lakini pia ana uwezo wa kuutoa tena, na agizo hilo amepewa na Baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kumbe ilikuwa sio bahati mbaya, wala ilikuwa sio kwamba ni kushindwa, na wala sio kwamba ilikuwa ni kosa la wanadamu. Hapana, ilikuwa ni mpango kamili wa Mungu. Hata tukiangalia katika Yohana sura ya kwanza, kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa mbatizaji Yohana anasema kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Maana yake ni kwamba Yohana alikuwa alipomuona, kwa sababu yuko sensitive kiroho, alitambua kwamba huyu ni Yesu, kwa sababu alikuwa anamuona ni mara ya kwanza. Lakini kwa sababu rohoni alikuwa yuko sensitive, aliweza kutambua kwamba huyu ni mwana wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hata tunaporejea kwenye Yohana sura ya 10 mstari huu wa 18, tunaona kabisa Yesu anaposema kwamba ninautoa mimi mwenyewe. Maana yake inamaanisha kwamba kifo cha Yesu ilikuwa ni sadaka ya hiari kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu, ili kila mtu anayemwamini Yesu Kristo aweze kuokolewa. Je, wewe umemwamini Yesu Kristo na umemkiri kwa kinywa chako kuwa ni Bwana? Ikiwa unahitaji kumpokea Yesu Kristo, basi nione